17 ni maneno ya Bwana Yesu Kristo. Anasema ya kwamba na ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Bwana Yesu anasema tutasema kwa lugha mpya. Sasa mimi nafahamu ya kwamba unajua, umeshawahi kusikia lugha mpya, na pengine tayari umepata kipawa cha Roho Mtakatifu cha kusema kwa lugha mpya. Kwa hiyo nina hakika hautonishangaa mimi hapa nikisema kwa lugha mpya. Na kama wewe ni mara yako ya kwanza kusikia mtu akisema kwa lugha mpya, basi nikukaribishe kusikiliza katika jina la Yesu. Na maandiko yanatuambia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4, anasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha mpya kwa kadri Roho wa Mungu alivyowajalia. Kwa hiyo pia anayetujalia kusema kwa lugha mpya ni Roho Mtakatifu. Anatujalia kutamka Roho Mtakatifu. Na yumkini saa nyingine unakuta hatuwezi kufanana katika hizi lugha zetu. Nasema lugha zetu kwa sababu ni zetu. Sisi ndio tuliomwamini Yesu Kristo. Mimi Roho Mtakatifu amenijalia kutamka namna hii. Rikata maligata azire karandoye emana ya damano sekaba yazika nama sakeba yatima rikata zene barade etemere bosi etemere haga barandoye ebano sakaba rekashanta gamare bakata yazira rimanoshi kabarendoi yamazire bose kenoya eremanta garaba sekete yazalata kene maraba shandekate abakatena magi korimaye agagirina yake paradaji kanale bosiki, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Rimanemo seriga bantama rebagataye abasekenerebi atama mande kokorima yaganaja rekete zize rakapa renoji asile likata rebarendo ribe bayata sira ramando ura marega babobo sekema ribeata timarabo sende korima sante ziza sakata mereba. Na maandiko yanatuambia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2, anasema maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Kwa hiyo haya ni mambo ya siri katika roho zetu. Anasema anenaye kwa lugha hasemi na watu bali anasema na Mungu. Naomba nikuambukize imani yangu ya kwamba kwa nini usitamani kusema na Mungu? Kwa nini usitamani kusema na Mungu kwa lugha mpya ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ametupa kwa kuzaliwa upya? Maana alisema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Na Mtume Paulo akatuambia katika Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 17 ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa katika Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Kwa sababu sisi ni viumbe vipya, kila kiumbe kina lugha, na hii ni lugha ambayo Bwana Yesu Kristo ametupa. Na ni Roho Mtakatifu anayetuwezesha. Anasema anenaye kwa lugha hasemi na watu bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye. Kwa hiyo mimi ninaamini katika jina la Yesu Kristo kwamba roho yangu inasema na Mungu, maana roho yangu inajua kila uhitaji nilionao, na Roho Mtakatifu kama kuna mambo anataka niyaombee anaweka katika roho yangu. Kwa hiyo ninaomba kwa lugha mpya. Hebu tuende kwa dakika moja kwanza katika jina la Yesu. Ariba manda sota ariba binala seri rabantari kokori ya baziri ramaye kadema ya ribata maribosi kayeno orisha sharabando oremanda rikaparadoye iramaji ya karama ireziza ragiba gire maja tekima manda kokoma magaderi korima yazika sabare ndosa keba yazire rikata tebere ndosagi rakasharebo shande kokore bayaka ina marebosi anamano riakata temena areba kantaziza yatakime kada atemarigi hadara akasherabo otamara manda sakabare gata atimerebo shandei abarasariata hara aramane aramando sekederi barigado shiki na kabarade esirimande atekeremaya
azarize na kama ribaya. Ukisoma Wakorintho wa kwanza hiyo sura ya 14 mstari wa 4 anasema, anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Kwa hiyo kuna maeneo ya kujijenga nafsi yako kwa kunena kwa lugha, halafu kuna maeneo ya kuhutubu. Lakini hapa leo nazungumzia kujijenga nafsi yako. Kwa nini ni muhimu kujijenga nafsi yako? Kwa sababu kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 24 anasema, atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo kumbe ndani yetu kuna nguvu, na Mungu anatufanyia mambo kulingana na nguvu iliyomo ndani yetu. Usisahau katika kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 80 anasema, yule mtoto akakua akaongezeka nguvu rohoni. Tunaongezeka nguvu rohoni, njia mojawapo ni kunena kwa lugha mpya. Njia mojawapo ni kusema kwa lugha mpya kwa kadiri Roho Mtakatifu anavyokuwezesha. Oriba ya barada, oriba ya sata, gamare, rika bona seke na barishanta, ababirina masue tamara bashande, riba saraba osakema, iramande koba yamaja katara ramaketare bando sekaba iretima rabashi ekerebashi kana mare bando ure manda kabare mando uriba matara bashika nera arije tekema mabare ndo sakaba ababina sake bare manga boseki iramanda kaba radeki bareto seke nigara bashande kokorima ya girade asare mando sakaya ababira gadaya amata redi kantarebo sekenemari rakinta shereba sikinagata. Na Yuda mstari wa 20 anakuambia, bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Anasema tunajijenga imani yetu iliyo takatifu sana tunapoomba kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kumbe unapoomba kwa Roho Mtakatifu hata imani yako inajengeka. Sasa inawezekana unapitia mambo ambayo yamekufanya imani yako iteteleke, lakini maandiko hapa yanatuambia imani yako itajengeka. Imani yako itajengeka utakapoomba katika Roho Mtakatifu. Na usisahau kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26, maandiko yanatuambia Roho Mtakatifu anatusaidia madhaifu yetu. Roho Mtakatifu anatusaidia madhaifu yetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayetia nguvu ya maombi. Kwa hiyo tunaponena kwa lugha mpya hatusemi na watu, tunasema na Mungu. Maombi yanatakiwa yaende kwa Mungu. Kwa hiyo kuna kuomba wewe binafsi, kujijenga nafsi yako, kujijenga imani yako kwa Roho Mtakatifu. Leo sizungumzii kuhutubu kwa ajili ya kanisa ambapo kunataka tafsiri na mambo mengine. Ninazungumzia kujijenga imani yako, kujiongeza nguvu rohoni, kujijenga nafsi yako katika jina la Yesu Kristo. Figata mari akina tiraba kesina mayata rikashalebo shakana mabakate erezadia lenda yabanale koti garaba siete rigasha nde bariko na mashakata arema mando sekeba arema zize rakapa derema seike abashi na mabokse erebando saki babagata seriba manga deri rabaji kana ye arabajia kokorima ya giradoja erefarande rikoika erebajaki akala magade eretamabo saki nagate rema kaba abina gade adina de riko nekade do oriatiki dabakata namosa irabiriga ragide bazika suri magadea iri mantose ere mangabo sekiba rabiri mamasu agira mayake da barando satata, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa uweza na nguvu za Roho Mtakatifu. Hori kanta meriba asalile mangabo ikai. Mungu akubariki, uwe na siku njema. Chochea karama yako, chochea karama yako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.